tumerejea hapa kuweza kuyatazama yale mengi ya kimichezo. Ukiachana na michezo ya ligi kuu ya NBC ambayo inapigwa leo, kesho pia michezo itaendelea ikiwemo mechi ya Simba dhidi ya Namungo. Lakini kubwa zaidi ambalo hivi sasa mashabiki wanahitaji kujua ni kuhusiana na kocha mpya ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Hivi sasa wengi walikuwa miongoni mwa makocha ambao walikuwa kuhusishwa ni kocha Ahmad Ali kutokea pale JKT Tanzania, lakini inasemekana katika mvutano kuna wengine akasema sisi na wazawa bwana bado kidogo. Lakini leo pia kocha mwingine ameonekana akija nchini. Ni wa Unyamani na taarifa za Ahmad Ali. Ahmad Ali ya kwanza alipewa proposal ya kuwa kocha msaidizi wa Simba Sports Club, ambapo alikuwa anaenda kuongezwa kwenye benchi la ufundi la Simba, lakini kilichotokea Matola aondoke tena, alikuwa anaenda kuongezwa. Lakini kilichotokea baada ya pale ni kwamba kocha Ahmad Ali akaigomea hiyo proposal, na yeye akademand kama Simba wanamtaka basi wampe kazi ya kuwa kocha mkuu. Simba wameona hapana, hatoshi kwa kocha mkuu, na mwisho wa siku Ahmad Ali atasalia kwenye kikosi cha JKT Tanzania. Na leo ameonekana kocha wa zamani wa Wananchi katika airport za Tanzania. Na Sede Nabi. Sasa anaenda wapi? Anaenda Msimbazi au anaenda Jangwani? Anakuja Nabi mbona kaja? Alikuja mwisho wa msimu. Roman Foz yupo. Kwani ndio mwanzo leo? Si walikuwa na Nabi na Cedric Kaze, watu ambao makocha ambao wana msaidizi. Aje kwa msaidizi. Yaani tunasema kwani Yanga ndio kwanza leo kuwa na makocha wenye leseni kubwa. Sisi tunaizungumzia leo. Tunakwambia kocha wetu ni bado mbichi mwache. Mwaka jana yule aliyekuwa KMC wakamweka Abdulhamid Mwali. Mwali alikuwa mkurugenzi wa ufundi, lakini baadaye akaja akashushwa akaja kuwa kocha msaidizi. Mnaona shida kwenye coaching kwenye timu ya Yanga nyinyi? Hakuna shida. Sasa mbona mnapiga chapuo kwamba mnaona Nabi anakuja? Meja ni mmoja wa mashabiki wa Yanga, lakini mashabiki wenzio wa Yanga kwenye mechi iliyopita wakati kocha anaenda kuwasalimia, wapo waliosikika wakimzomea kocha. Hapana, au asio hapana, useme wapo waliosikika wakimzomea kocha. Meja unaficha nini? Kwani vitu sivyo hadharani vinaonekana? Mimi niko yengo katika yengo ya mwanachama. Sasa huyo shabiki anaweza akanunua hata jezi yoyote shabiki. Sasa kama unatem kwenye ushabiki sawa, lakini labda uniambie walikuwepo Benjamin Mkapa pale wanamzomea. Mwanachama wa Yanga waliokuwepo pale ni walikuwepo. Huwezi ukadefine kwa sababu mwanachama hana alama kichwani. Mwanachama hana alama kichwani. Kilichotokea ni ule mwisho. Na mashabiki wa Yanga zuri wanatambulika. Shabiki kao kama wewe utambuliki shabiki gani? Lakini ndio hapo sisi tunatambulika shabiki gani? Wewe shabiki kao. Unajua kuna kitu kimoja. Inawezekana watukatai Meja ana sehemu yake ambayo anajaribu kutetea. Lakini kwa picha namna ambavyo ilivyo, Meja haishi kwenye kisiwa, si ndio? Tuko naye kwenye dunia hii moja. Matukio tunayaona. Juzi baada ilikuwa mechi na Pamba, Alikamwe alisema tumefanya nini, kiwango kijafanya nini, akijaridhisha hususani kipindi cha kwanza, si ndio? Kuna nukuu nyingine ya Alex Ngai juzi hapa akasema kama mambo yakiendelea hivi tutafanya nini? Tutajua cha kufanya. Kwa hiyo Meja, kwani cha kufanya alikuwa anazungumzia nini? Alikuwa namna ambavyo timu ina perform, si ndio? Watu wakawa wanaonekana, akaulizwa kuhusiana na malalamiko watu kuhusiana na kocha, akasema kwamba kwa namna ambavyo mambo yanakwenda, kama kama mambo yataendelea hivi tutaangalia cha kufanya. Maana yake sio kwamba yani kinachoonekana au kelele zinazosikika kwamba viongozi hawazijui. Sio kwa unanielewa. Na ndio maana hata juzi ukiona Yanga mfano kwenye mechi hii ya kimataifa na Willet walikuja na issue ya mfumo umetiki. So why promo ilikuwa ya mfumo umetiki? Yani nini kilitokea mpaka kama mfumo umetiki? Slogan tu za kuleta mbwembwe. Yani ghafla tu wawe karibu na timu. Kwamba hapo nyuma mfumo ulikuwa hujatiki. Hizo ni mbwembwe tu. Kwa sababu inawezekana milioni nikasema milo 3, si ndio? Nikaja na promo ya milo 3. Kasuga Nabi Meja anasema yeye ni shabiki wa maajabu. Miongoni mwa maajabu ambayo anayo, alivyokuwa Simba alikuwa anazungumza sana, lakini huko shabiki wa miujiza. Of course nimeona tagi yake anajiita shabiki wa maajabu. Na ndo maajabu mengine. Kwamba yanayosikika yeye yote yasikika. Ukapunguza kasi. Kwa hiyo ambayo yanazungumzwa Meja tunajua inawezekana kwa sababu unajua kila mtu anakuwa na kitu chake tofauti. Si ndio? Inawezekana Meja baada ya kushift kuja upande wa pili, yeye ameamua kuwa
mtetezi na hawezi kukubali na hawezi kukubali kumwona mtu yote akisema vibaya Yanga. Amekuwa mpaka mafuta. Lakini kiuhalisia hiki ambacho anakizungumza Meja, mashabiki wengine kwa sababu amesema kuna shabiki na mwanachama, hatukatai, lakini Young Africans wana system ya mbaya kutambua mashabiki, si ndio? Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine siwezi kupita mimi barabarani kwa sababu kavaa jezi ya Yanga nikasema huyu ni mwanachama kwa sababu hamna utambulisho. Labda ndugu yetu Abastua ambaye anatembea na kadi ya Yanga kaiweka mbele. Lakini ukikuta mtu kavaa jezi ya Yanga anaongea kasoro, ukikuta mtu kavaa jezi ya Simba anaiongelea, cha kwanza utamtambua huyu kama mtu wa Simba. Wewe unavaa jezi zote za Simba na Yanga, tukutambue vipi? Wewe Kasuga ushawahi kukuta barabarani? Sio barabarani. Umesema tunamtambua. Huwa anaandika nini? Kasuga acha. Tunazungumza kwenye jezi. Amesemaje ukimwona mtu amevaa jezi ya Simba na Yanga? Kasuga yeye anavaa jezi zote mbili, tumuelewe vipi? Kasuga yeye ana host. Sijibu, mbona vitu vingine na vijibu? Kasuga yeye nilivaa jezi ya Simba. Sawa, ilikuwa jezi ya msimu uliopita. Na kumbuka ile jezi, sawa, nakumbuka ile jezi nilivaa, nikasema nilivaa jezi ya Simba lakini na wasiwasi hii jezi inaweza ishinde makombe. Lakini subiri kwanza, nikavaa jezi ya Yanga baada ya mtu mmoja by the way sikuvaa, niliposti nikiwa nimevaa jezi ya Yanga mwaka 2015 kampa tena. Sasa wewe ungetoa maoni ungejulikana kama nani? Siko unanielewa? Sikiliza sasa. Meja ni mashabiki kahawa. Meja, kuna mazingira. Mimi ile jezi nimevaa sikuwa uwanjani. Mfano jezi ya Simba nilivaa, nilikuwa nimekaa kwenye makabati ya sehemu ambayo ina muonekano wa jikoni. Jezi ya Yanga nimekaa chini, nilikuwa nipo mpirani. Ulinunua ulipewa? Uliwa kunyanya nimevaa jezi ya Simba? Ulinunua hizo jezi au ulipewa? Nilipewa. Nilipewa tu nivae. Umeona sasa hao kama wapewi. Yani Nabii Meja Nabii Meja, yani shida sio mtu mmoja na jezi, ni watu wengi ambao wanafanyaje, wanazungumza hicho kitu. Na hata ukipita kule katika mitandao yenu, nenda pale kwenye mitandao ya Young Africa, alikama alishasema bwana timu iridhishi, achana nayo. Na juzi hapana, amesema timu iridhishi. Hawezi kuzungumza hivi. Simeti ya Pamba alisema timu haijaridhisha kipindi cha kwanza. Hajasema hivyo. Weka ushahidi. Mtafute sauti. Mechi ya Pamba. Weka ushahidi. Mechi ya Pamba. Tafuta clip ya mechi ya Pamba. Na alisema kwa maana mtu alicheza mpira mwingi, kwa maana aliyopiga sana mpira alikuwa Dewey Diarra. Mechi ya Pamba. Kipindi cha kwanza walishika roho. Akutumani alisema papatu. Sasa papatu ndio nini? Kipindi cha kwanza. Hakuna kitu kama hicho. Sawa, nikwambie kuhusiana na EA Radio Fantasy League tarehe 4 ya mwezi huu wa 10, tutakutana pale Gentleman tutakutana pale Gentleman kuweza kuwapatia zawadi mabingwa EA Radio Fantasy League wa mwezi Septemba. Kumbuka bwana, jana ndio ilikuwa siku ya mwisho ya kufunga mwezi huu hapa wa 9, na tayari washindi wameshapatikana. Kuna yule ambaye anaondoka na kitita cha shilingi 200,000, alafu kuna ambaye anaondoka na kitita cha shilingi 150,000, mwingine anaondoka na kilo nzima na mwingine anaondoka na nusu kilo. Wote hao watakabidhiwa zawadi zao hizo za fedha taslim sambamba na zawadi nyingine kede kutoka hapa EA Radio Fantasy League.